Jambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Tunaelekea huko Mashariki ya Kati tukitazama Saudi Arabia, nchi ambayo mji wake wa Maka ndio eneo pekee ambalo Waislamu hukutana kwa ajili ya kufanya hija. Lakini wakati huu tunatazama hija nchini Saudi Arabia chini ya kivuli cha vita vya Iran. Mwaka huu ndio mara ya kwanza Saudi Arabia imeamua kuendelea na ibada ya kila mwaka ya hija, huku ikiwa katikati ya vita vilivyosababisha mashambulizi ya moja kwa moja ndani ya ardhi yake. Mwaka 2026 pia ni mara ya kwanza kwa serikali ya Marekani kuwasihi raia wake kufikiria upya kushiriki hija kutokana na hali ya usalama. Marekani ilibainisha kuwa baadhi ya wafanyakazi wake wasiokuwa wa dharura walioondolewa Saudi Arabia mapema mwezi Machi. Ujerumani, Uingereza na mataifa mengine ya Ulaya pia yametoa tahadhari za safari na kuwataka raia wao kufuatilia kwa karibu hali ya usalama ikiwa wataamua kwenda Saudi Arabia katika kipindi hiki. Hata hivyo, viongozi wa Jumuiya Kuu ya Waislamu nchini Ujerumani wanasema mahujaji wengi huongozwa zaidi na wajibu wao wa kidini kuliko matukio ya kisiasa. Kwa mujibu wao, safari ya hija si safari ya kawaida. Maandalizi yake huchukua zaidi ya mwaka mmoja na mara nyingi huhitaji gharama kubwa zilizolipwa kabla hata ya kuanza kwa mzozo wa sasa. Hata hivyo, wengi hawakuwa tayari kufuta safari zao. Nchini Indonesia, taifa lenye idadi kubwa zaidi ya Waislamu duniani, mamlaka ziliwahi kushauri mahujaji kusubiri kabla ya kuondoka hadi hali ya vita iwe wazi zaidi. Hata hivyo, baadaye serikali ilitoa ruhusa ya safari kuendelea na kuweka mipango ya dharura ya kuwahamisha raia wake iwapo hali ya usalama itaharibika. Iran inawezaje kuilenga hija? Wataalamu wa masuala ya Mashariki ya Kati wanaamini kuwa ni vigumu sana kwa Iran kulenga moja kwa moja maeneo ya hija. Hatua hiyo ingekosolewa vikali na Waislamu duniani kote kwa kuwa maeneo hayo ni maeneo matakatifu kwa madhehebu yote ya Kiislamu duniani. Zaidi ya hayo, takribani mahujaji 30,000 kutoka Iran wanatarajiwa kushiriki hija mwaka huu licha ya vita vinavyoendelea. Kwa kawaida Iran hutuma karibu mahujaji 87,000. Hata hivyo, wasiwasi mkubwa si mashambulizi ya makusudi bali makosa ya kijeshi au ajali zinazoweza kutokea wakati wa vita. Saudi Arabia hivi karibuni ilionyesha mifumo ya makombora ya Patriot na mifumo mingine ya kisasa ya ulinzi wa anga iliyowekwa karibu na maeneo matakatifu. Mashambulizi yanaonya kuwa hata kombora linaloweza kudunguliwa katika maeneo yenye mkusanyiko mkubwa kwa mahujaji. Pia kuna hofu ya ndege zisizokuwa na rubani kupoteza mwelekeo au hata ajali katika mitambo ya nyuklia ya Iran ambayo inaweza kusababisha mionzi kuelekea Saudi Arabia. Hata hivyo, vita vimeongeza gharama za hija. Mzozo wa Mashariki ya Kati pia umeongeza gharama za hija mwaka huu. Bei za mafuta ya ndege zimepanda na kusababisha gharama za usafiri kuongezeka. Baadhi ya serikali kama Indonesia zimekubali kubeba gharama hizo za ziada, lakini katika nchi nyingine kama India, sehemu ya ongezeko hilo limehamishwa kwa mahujaji. Aidha, mashirika mengi ya ndege yamesitisha baadhi ya safari zake za Mashariki ya Kati au kubadili njia za ndege ili kuepuka maeneo yenye hatari ya usalama. Hali hiyo imefanya safari kuwa ndefu zaidi na ghali zaidi. Mfumuko wa bei na mabadiliko ya thamani ya sarafu pia yameongeza mzigo wa kifedha kwa mahujaji wengi. Saudi Arabia pia inawataka mahujaji wa kimataifa kuwa na bima ya safari, na hata hivyo bima nyingi hazijumuishi athari za vita au migogoro ya kijeshi, na zile zinazotoa kinga hiyo kuwa na gharama kubwa zaidi. Bila bima maalum, mahujaji wanaweza kulazimika kugharamia wenyewe madhara yoyote yanayotokana na vita, kuanzia matibabu hadi mabadiliko ya safari ya ndege. Mtazamaji wa The World News, mwaka huu inadaiwa kwamba zaidi ya Waislamu milioni 1.5 wataanza hija huko Maka. Zaidi ya Waislamu milioni 1.5 wamewasili Saudi Arabia kwa ibada ya hija, huku matumaini ya amani yakirejea Mashariki ya Kati baada ya usitishaji wa vita vya Iran na Israel pamoja na Marekani. Mtazamaji wa The World News, inadaiwa kwamba mamilioni ya mahujaji wameanza kukusanyika katika eneo la Mina karibu na Maka kwa ajili ya ibada hiyo ambayo ni moja ya nguzo 5 za Uislamu. Na kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu, kila Muislamu mwenye uwezo wa kifedha na kiafya anatakiwa kuhiji angalau mara moja katika maisha yake. Mamlaka Saudi Arabia zimesema zaidi ya mahujaji milioni 1.5 wameshawasili kutoka nje ya nchi kwa ajili ya hija mwaka huu, idadi hiyo ikiongezeka ikilinganishwa na mwaka uliopita, licha ya wasiwasi uliotokana na mvutano wa kisiasa na kijeshi katika Mashariki ya Kati. Endelea kutufuatilia, tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri.